Merhaba, Ben Khamis, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App. Hili ni somo la 10. Tunakwenda kuangalia formula au kanuni ya wingi na umoja. Umoja na wingi. Ni kanuni ya wingi kwa sababu maneno kiasili yako kiumoja, si ndio? Kwa hiyo wingi tunaopata vipi katika lugha ya Kituruki? Hili ndio kuu letu leo, ndio jambo letu kuu hapa, kwamba inaitwa ni çoğul eki. Kwamba ni nyongeza ya wingi. Kuna neno, kuna lar au kuna ler. Hizi ndio nyongeza za wingi. Unaongeza mwisho wa neno, unaongeza namna gani na kwa nini unaongeza hii au hii, yote tutachambua hapa kwenye hizi kanuni. Sawa. Nyongeza za maneno ni lar au ler. Tuziandike hapa kwa mfano, hapa lar, halafu hapa ler. Huku nyuma litokee neno gani ili iwe ler ndio uwe wingi, au iwe lar ndio iwe wingi? Hilo ndilo ambalo nilivyosema katika masomo yaliyopita. Usisahau kitu kinachoitwa vowel nyepesi na vowels nzito, zile a, e, zile. Tukisema usizisahau, ni kweli usizisahau. Huko mbele kuna shughuli nzuri tu na hizo herufi, yani hizo herufi ndio kila kitu, yani kwa sababu ni zinaongoza uandishi wa maneno. Lar inaongezwa mbele ya neno baada ya kuwa herufi ya mwisho ya neno hilo ambalo tunataka liwe na wingi imeishiwa na moja ya herufi hizi: a, e, o na u. Kwa hiyo nimechora, nimeifuta a. Kwa hiyo a, e, o, u, herufi hizi zikiwa ni herufi za mwisho katika neno ambalo tunataka tuliongezee wingi, basi wingi wake tunakuwa tunaongeza lar mbele yake. Ima ikiwa ni herufi ya mwisho ya neno hilo sio katika hizi, au herufi ya mwisho hakuna herufi hata moja. Kuna maneno yanaishia na consonant, haishi na vowels. Tunaangalia nyuma ya hiyo consonant, nyuma, kwa tunarudi kushoto, nyuma ya hiyo consonant kuna herufi gani katika hizi? Ikiwepo moja katika hizi, basi tunaongeza lar. Sawa. Na lar tunaongeza herufi lar kupata wingi kama neno letu herufi yake ya mwisho ni miongoni mwa herufi za e, i, e na u. Kwa hizi ndio herufi zinasababisha tuongeze lar. Kama neno letu herufi ya mwisho sio vowels, sawa, sio katika hizi wala hizi, tunaangalia nyuma ya hiyo herufi ya mwisho wa neno kuna herufi gani katika hizi. Ikiwepo e, i, e, u nyepesi, basi tunaweka lar kwenye mbele ya hilo neno ili kupata wingi. Sawa. Ni kanuni mbili tofauti, lakini zina mchanganuo wa kufanana, isipokuwa tu kuna herufi nzito vowels, kuna herufi nyepesi vowels. Ni muhimu sana hizi herufi hizi, ndio shughuli pekee hizi kwenye lugha ya Kituruki. Kwa hiyo kwa mfano kitap, neno ambalo tumeliona kitap, liwe neno la mfano. Kitap herufi ya mwisho ni p, sio vowel. Kwa hiyo hatudili kabisa na hizi kuziangalia. Tunaangalia nyuma ya p kuna herufi gani ya vowel. Tuna a hapa, si ndio? Ya kwanza ndio inazingatiwa. Inaangaliwa herufi ya karibu kutoka mwisho. Ya mwisho au ya karibu kutoka mwisho ndio inahukumu jambo la mbele. Kwa hiyo hapa ni tuna a, alafu tuna t, alafu tuna i, alafu tuna ki. Kwa hiyo a, basi tunafanya kazi kulingana na a.
Kwa hiyo a ni katika nzito, ndio maana tumeongeza lar. Kitaplar. Kitabu ni kitabu kimoja, kitaplar ni vitabu. Sawa, tumeongeza lar kwa sababu nyuma ya p ambayo ndio herufi ya mwisho ya vowel ni a, halafu ni nzito, ndio maana tumeongeza lar. Sawa, tuje kwenye mfano wa ler. Tuweke hapa kd. Sawa, tumeweka kd kwa sababu gani? Herufi ya mwisho wa neno ni vowel, lakini pia ni nyepesi. Ndio maana hatuna haja ya kurudi nyuma kuangalia herufi gani zipo. Sisi tunaangalia ya mwisho ipi. Tunaitaka, hatuitaki. Tunaitaka, tunahukumu. Hatuitaki, tunarudi nyuma yake kidogo. Kama tumetoka hapa, hii haipo, tunarudi nyuma yake. Kuna nini? Kuna hamna nyingine, tunarudi nyuma yake hivyo. Kwa hiyo tuna tayari hapo tunaongeza ler kwa sababu ni vowel nyepesi. Sawa. Hiyo ndiyo kanuni ambayo inafanywa namna hiyo. Tutoe mifano mingine ambao uweze kujidhatiti, huenda watu imewachanganya kidogo. Kwa mfano neno lenye herufi mbili tu, ev. Sawa. Ev utaweka mbele lar au ler. Utajuaje kama unatakiwa kuweka ler au lar? Tumeshazungumza mwanzo, si ndio? Kwa hiyo unaangalia herufi ya mwisho ni nini? Ni v, si ndio? Sio vowel, kwa hiyo haituhusu. Tunarudi nyuma ya v. Herufi ya vowel ipo haipo? Ipo. Ni nini? Ni e. E ni katika nzito au katika nyepesi? Ni katika nyepesi vowels. Kwa hiyo kama ni nyepesi, kanuni yetu inatuambia nini? Tunaweka ler. Namna hiyo, vyepesi kabisa. Kwa nini ler? Sababu hichi hapa. Sawa. Nyumba nyingine, baba. Araba. Araba ni gari. Sawa. Unataka kupata magari, inakuwaje? Herufi yetu ya mwisho ni nini? Ni vowel, ndio. Basi tunaifanya kazi. Ni nzito, ni nyepesi? Nzito. Basi. Kwa hiyo kama ni nzito tunaweka lar. Kwa hiyo kwa nini lar? Kwa sababu hii hapa herufi ambayo ndo ya mwisho afu ni vowel afu nzito. Kwa hiyo hizi ndivyo kanuni za kupata wingi zinavyofanya kazi, na ni vyepesi tu kama unavyoweza kuwa umefahamu. Naam, tuna kanuni pia ambayo unayotakiwa kuwa makini. Katika zile herufi nyepesi e, i, e na u, siku zote neno letu lilikuwa limeishiwa na hizi au ya nyuma yake ikiwa na hizi, basi inakuwa ni ler moja kwa moja. Hiyo haina nini, haina pingamizi hiyo. Lakini kuna kesi za tofauti kwenye maneno ambayo yameishiwa na a, e, o na u, lakini hayo maneno sio maneno ya asili ya lugha ya Kituruki, ni maneno kutoka lugha nyingine yametoholewa yakaja kuanza kutumika kwenye Kituruki. Sasa hayo maneno yanaweza yakawa yameishiwa na herufi hizi. Sawa? Au kabla ya herufi ya mwisho za vowel zikawa ni hizi nzito, basi kesi siku nyingine huwa zinaongezwa ler kwa hayo maneno ambayo sio ya asili katika lugha ya Kituruki. Yenye asili ya lugha ya Kituruki yanachukua lar moja kwa moja, ambayo sio ya asili yanachukua ler. Sawa? Kwa hiyo kwenye ler hakuna tofauti. Ler hizi zikiwepo hizi, basi ler moja kwa moja. Zikiwepo hizi ni lar, lakini unaangalia hilo jina ni la Kituruki asili au sio la asili. Sio la asili ni ler. La asili
lar moja kwa moja. Sawa, hiyo ndio kanuni. Labda tutoe mfano wa hapa. Sawa, kwa mfano neno saat. Saat ni saa, ni neno lenye asili ya Kiarabu. Sasa wingi wake hapa, kanuni inatuambia herufi ya mwisho ni T, kwa hiyo sio voil, hatufanyi kazi. Tunarudi nyuma ya T, kuna A. Kwa hiyo A ni voil nzito. Kanuni inatuambia nini? Situweke lar hapa, lar. Lakini hatuweki lar. Tunaweka nini? Ler. Kwa sababu hili ni neno lenye asili ya Kiarabu, lugha ambayo sio Kituruki. Sawa, lakini linatumika kwenye Kituruki, linachukua ler. Kwa mfano nini jingine? Mfano mwingine ambao tunaweza tukautoa, kwa mfano ni roll. Roll ni mfano, ni neno ambalo lina asili ya lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo wingi wake ilikuwa kwamba iwe rollar, si ndio? Lakini sio hivyo, kwa sababu ni neno la kigeni kwenye Kituruki, tunaweka ler. Sawa, ni maneno ya namna hiyo ambayo tunaweza kuyafanya. Mfano mwingine wa mwisho ambayo unaweza kuwa ni ukachambua zaidi, ni kwa mfano hayal. Hayal maana yake ni fikra, mawazo, na role maana yake ni mfano, role model kwa mfano, yani hivyo. Kwa hiyo hayal ni fikra. Kikanuni inatuambia tuweke lar, lakini hatuweki lar. Kwa sababu gani? Hili ni neno sio la asili kwenye Kituruki, kwa hiyo tunaweka ler. Kwa hiyo inakuwa hayaller, roller, saatler, namna hiyo. Kwa hiyo kwenye kanuni za lugha pia kuna vitu vinaitwa istithna, kwamba ni vitu ambavyo ni hali tofauti, ni hali za kipekee private, ambazo zinapewa hukumu yake tofauti na kanuni inavyozungumza. Kwa sababu masuala ya lugha lugha ni kuzungumza, si ndio? Watu walivyosikika ndivyo maalumati au elimu ikachukuliwa kutoka kwa watu, kwa mababu na mababu mpaka hivyo. Kwa sababu watu wanaishi mataifa tofauti, ndio maana unakuta baadhi ya maneno yanatoka lugha fulani na kuweza kuingia lugha nyingine. Ni jambo la kawaida sana katika lugha. Tutoe mifano mitatu hapa, kwamba defter, evler ndio tumeshaisema, si ndio? Defter, ler, kwa sababu tayari kuna e hapa, umeona? Halafu kwamba ni masalar, kwa sababu kuna a hapa, si ndio? Yeah. Halafu silgiler, kwa sababu kuna i hapa, afu ni nyepesi. Halafu gözlükler, kwa sababu kuna i hapa, ni nyepesi, si ndio? Namna hiyo ndivyo kanuni unavyoenda, ni rahisi sana. Ev ni nyumba, daftari, meza. Silgi ni kifutio kama cha penseli au nini. Gözlük ni miwani. Kwa hiyo ndivyo unaweza ukawa tumehitimisha somo letu la kanuni ya kupata wingi. Mwisho wa klasi yetu, tukutane katika somo la 11 ambalo tutazungumzia vitu vingine ambavyo vinaambatana na somo hili la wingi. Huenda tukatoa zoezi au kitu kingine pia. Ndani ya Mapindi App unajifunza lugha ya Kituruki kwa maelezo ya Kiswahili. Mimi ni Khamis Salim, tukutane katika somo lijalo. Hoşça kal.